Oi, kwa mara ya kwanza kwenye game ya hip hop Tanzania, makundi mawili makubwa, yani hapa Rostam na huku Weusi, wametoa nyimbo zenye vibes zinazofanana kinoma noma. Yani Rostam wamekuja na Hallelujah wakati Weusi wamekuja na Imani. Je, hii ni bahati mbaya au kuna kitu kikubwa kinaendelea kwenye game? Leo tunafanya uchambuzi wa kina kabisa kuangalia lyrics, beat, ujumbe hadi nani kafanya vizuri zaidi. Karibu kwenye channel yetu About Bongo TV. Kama unapenda uchambuzi wa muziki wa Bongo Flavor na hip hop, basi hakikisha unabonyeza alama ya subscribe. Roma na Stamina kwa maana ya Rostam wanajulikana kwa muziki wa ujumbe mzito, mara nyingi wakigusa masuala ya jamii na hata masuala ya siasa wakati mwingine. Kwa upande wa pili, Weusi ni kundi lenye rappers kadhaa wakali. Hapa namzungumzia Joh Makini, Jinako, Nicky wa Pili pamoja na Lord Eyes, wakijulikana kwa unondo wa mashairi na kuwakilisha maisha ya mtaa na identity ya hip hop ya Tanzania. Lakini raundi hii wote wamekutana kwenye kitu kimoja, nyimbo zenye ujumbe unaozungumzia imani. Tukianza na theme, wimbo wa Hallelujah wa Rostam una vibe ya kiroho, lakini pia una tafsiri ya maisha ya kila siku. Yani kuna ile hisia ya kupambana, kuanguka, alafu bado kumshukuru Mungu au kuendelea kuwa na matumaini. Wakati upande wa Imani, ngoma ya Weusi, nao wanaingia kwenye concept hiyo hiyo, lakini hapa tunaona msisitizo mkubwa kwenye kuamini katika ndoto, maisha na safari ya mtu binafsi. Yaani kwa kifupi, unaweza kusema Rostam wanaangalia imani kwa jicho la kijamii na kiroho, wakati Weusi wanaangalia imani kama nguvu ya ndani ya mtu. Sasa tucheki mashairi, hapa ndipo hip hop inaishi. Rostam mara nyingi hutumia lugha yenye uzito, metaphors na hata references za kidini, na mistari yao inaingia deep, yani unakuta sio tu unasikiliza bali na kufanya ufikirie mara mbili. Wakati Weusi nao hawako nyuma, kila rapa anaingia na perspective yake. Hii inaleta diversity ya mawazo ndani ya wimbo mmoja, na tofauti kubwa hapa ni Rostam wao wana consistency ya ujumbe mmoja mzito, wakati Weusi wana mitazamo tofauti ndani ya track moja. Hii inafanya Imani kuwa na layers nyingi, wakati Hallelujah inaonekana kama simulizi moja iliyokamilika. Twende tuangalie uwasilishaji na flow. Rostam wana ile style ya emotional delivery, yani unasikia kabisa maumivu au uzito wanachokisema, ni kama wanakupeleka ndani ya story yani. Weusi wao wana advantage ya kuwa wengi, kila mmoja analeta energy yake, unajua ile mob nini. Yani mfano Joh Makini akija na uchokozi, Jinako atakutuliza, alafu Lord Eyes atakumotivate kidogo. Mona kifupi unaweza ukasema Rostam wanatumia hisia na kuelezea story. Tukija kwenye mdundo, nyimbo zote mbili zina vibe ya utulivu kidogo, hazina makelele sana na zinatoa nafasi kwa ujumbe kusikika. Kuna element za inspiration kwenye production ambazo zinaendana na theme ya imani. Hapa unaweza kusema wazi producers wameelewa mission ya nyimbo hizi, si za club, ni za kufikirisha kidogo. Je, ni bahati mbaya? Hili ndo swali kubwa. Je, coincidence hii ya kwamba Rostam na Weusi wametoa nyimbo zenye theme inayofanana, au hii inaonyesha trend mpya kwenye hip hop ya Tanzania, yani kurudi kwenye muziki wa ujumbe? Pengine inawezekana pia hali ya maisha, changamoto za jamii ndizo zinawasukuma wasanii kuelekea kwenye mada kama hizi. Kwa upande wangu, kama unatafuta wimbo wenye storyline nzito na hisia za kutosha, Hallelujah ya Rostam inaweza kukugusa zaidi. Lakini kama unapenda kusikia mitazamo tofauti na energy mbalimbali ndani ya track moja, basi Imani ya Weusi itakupa hiyo experience. Ukweli ni kwamba nyimbo hizi zinafanana kwa theme, lakini kila kundi limebaki na identity yake. Sasa nataka kusikia kutoka kwako. Wewe unaona nani amefanya vizuri kati ya Weusi na Imani ama Rostam na Hallelujah? Andika kwenye comment, nione comment yako hapo chini. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii. Mimi ni mshikaji wako Rama Love Huncho.